kampeni zinaendelea vizuri. Wagombea wote wanatema sera zao, na nadhani sisi wote ni watu wa Yanga, ni wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga, umeona? Kwa kilichopo wanatakiwa kupatikana tu watu wachache ambao wataiongoza klabu yetu. Naamini wote tuliochukua fomu kuweza kugombea nafasi hizo sana, nadhani wote tunafaa. Kwa kilichobaki tunamalizia. Nadhani kesho kutwa ndio itakuwa mwisho wa kampeni. Baada ya hapo kitakachofuatia nadhani ni uchaguzi tarehe 2. Lakini kampeni zinaenda vizuri tu, sio mbaya sana. Sawa, tukizungumza kwa upande wako wewe, umekuwa kwenye uongozi ambao unatamatisha muda wake, lakini ni uongozi ambao umekuwa na mafanikio makubwa hasa kwenye mataji na kushinda mechi mbalimbali. Kwa sasa kipi ambacho ungependa kumwambia mwana Yanga ili aendelee kukupa ridhaa na kuendelea kuwa kiongozi wa klabu hiyo? Nadhani sasa waweze kuniongezea kipindi kingine cha pili, kwa sababu mambo mazuri mengi na makubwa nimeyafanya kwenye uongozi wetu kipindi hiki awamu ya kwanza. Sasa naomba ridhaa yao tena nipe awamu ya pili. Kuna mambo mengi ya kwenda kumalizia. Kuna project kubwa kabisa ya ujenzi wa uwanja, inabidi tuende tukaisimamie kama waanzilishi sisi ambao tumeanza. Kuna sasa tunataka tuweke alama kubwa zaidi kwenye michuano ya kimataifa ili tuweze sasa kusogea zaidi. Kama unakumbuka wakati sisi tunaingia kwenye uongozi huu, tulikuta klabu iko kwenye nafasi karibia 70 na kitu barani Afrika, lakini tumejitahidi, tumepambana, tumefikisha klabu kwenye nafasi ya 12 nadhani kwa sasa hivi. Kwa hiyo nadhani ni muda sasa wa wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kunipa nafasi tena na kuniunga mkono niweze kurudi kwenye nafasi yangu ili niende nikaweke alama kubwa sana kwenye klabu yetu awamu hii inayofuata. Na nini mchango mkubwa wa nafasi yako? Umekuwa kwenye uongozi wa klabu hiyo, nini ambacho kikubwa zaidi ambacho mnakifanya nyinyi kama viongozi wa kamati ya tendaji ndani ya klabu ya Young Africans? Tuliyofanya ni mengi zaidi. Tumefanya mambo mengi sana. Tulichukua ubingwa mara 4 mfululizo. Mpaka sasa hivi ninavyokueleza, tuna jumla ya makombe 18 ambayo tunayo kabatini kwenye uongozi wetu. Umeona tulikuta klabu hata ushiriki wa makundi tu ya vilabu barani Afrika ni shughuli kubwa. Lakini mpaka sasa hivi tumefanya ni jambo la kawaida klabu yetu kushiriki hatua ya makundi. Tumecheza finali ya CAF Confederation Cup kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya klabu. Umeona tumecheza hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu. Kwa hiyo mambo ni mengi. Nadhani tumetenda mambo mengi sana mazuri. Na vile vile nimejaribu sana kupambana binafsi kwa ajili ya kuweka heshima ya klabu pale ilipokuwa inaonekana kufika. Nisimama mbele kuwatetea wanachama wa Young Africans pamoja na klabu yetu kwa ujumla. Kwa hiyo nadhani mambo ni mengi sana na nahitaji tena kurudi ili niweze nikafanya mambo mazuri zaidi kwa ajili ya kuweka historia kubwa sana kwenye klabu yetu. Kilio cha wanayanga ni namna ya ujenzi wa uwanja, kuona kwamba wanakuwa na uwanja wao pale Jangwani. Mpaka hivi sasa mchakato kana kwamba bado haujaanza rasmi. Hili likoje? Kwa sababu licha ya kusaini mkataba lakini bado kana kwamba mambo hayaeleweki. Hili likoje, tuweke wazi? Kwa kwa sasa hivi sio kwamba mchakato umesimama. Mchakato upo 99.99. Kilichobakia ni tarehe 8 tu. Wanachama waenda wakaidhinishe, basi nadhani project ianze mara moja. Nadhani inahitajika mtu kama mimi kuweza kulisimamia hili jambo kwa ukaribu zaidi, kwa sababu najua jinsi mchakato ulipoanza mpaka sasa hivi hapa ulipo. Kwa hiyo niwatoe hofu tu ndugu zangu, mchakato wa ujenzi wa uwanja upo. Mwekezaji yuko tayari kwa ajili ya kuweka rasilimali fedha na jambo liko kwenye hatua za mwisho kabisa. Ila kwa sababu hii ni klabu ya wanachama, kwa hiyo inakuwa na taratibu zake lazima zifuatwe. Kwa hiyo wanachama ndio ambao watakuwa na maamuzi ya kuhakikisha kwamba zoezi la uwanja linafanyika kwa haraka zaidi. Maamuzi watayafanya tarehe 2 mwezi wa 8 inshallah. Okay. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.